Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo. Natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile hali ya wasiwasi inaendelea kutanda katika taifa letu la Kenya wakati tunapokaribia uchaguzi wa 2027. Habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari zinadai kwamba aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliweza kunusurika kifo siku ya Jumamosi wakati alikuwa na ziara yake rasmi ya kisiasa katika eneo bunge la Kikuyu anakotoka ama anakoongoza kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah. Kulingana na wakili Ndewa Njiru, ameweza kufichua ya kwamba nusura Rigathi Gachagua apiwe risasi vile amedai. Kulikuwa na mkutano kule Kikuyu, nitakueleza kwa undani siku ya Jumamosi hiyo jana tarehe 11 mwezi wa 4 ni kipi ambacho kiliweza kutendeka. Lakini kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapo chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe na sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi zaidi haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa letu la Kenya. Hali ya mshike inaendelea kushuhudiwa katika taifa letu la Kenya tunapokaribia uchaguzi wa 2027. Rigathi Gachagua alikuwa ameandaa mkutano kule Kikuyu na alikuwa anazungumza haya kabla ya siku ya Jumamosi kufika, kwamba angekuwa na mkutano mkubwa kule Kikuyu kwa Kimani Ichung'wah. Lakini hali ya taharuki, wasiwasi iliweza kutanda wakati maafisa wa polisi waliweza kujaribu kutawanya wafuasi wa Rigathi Gachagua ambao walisusia kuondoka. Habari zinatufikia kwamba kulingana na wakili Ndewa Njiru, anasema ya kwamba Rigathi Gachagua nusura auawe baada ya yeye kushika kipaza sauti kuzungumzia wakaazi wa eneo hilo, wakasikia mlipuko mkubwa wa risasi, nusura auawe. Tusikize. Tunaomba sauti hiyo ni ya Rigathi Gachagua. Umesikiza vile alikuwa anazungumza na mlipuko wa risasi vile uliweza kusikika baada ya maafisa wa polisi kudaiwa kurusha risasi hewani na kurusha vitoa machozi kwa mkutano huo ili kusambaratisha mkutano wa Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua amekuwa tisho kubwa kwa serikali ya Rais William Ruto kisiasa. Mahali popote Rigathi Gachagua aendapo ni kumshambulia na kumvamia rais wa sasa William Ruto na viongozi ambao wanamuunga mkono hasa katika mrengo wa Kenya Kwanza, jambo ambalo linaonekana kutofurahisha wale ambao wako katika mrengo ule wa Kenya Kwanza. Na katika eneo la Mlima Kenya, Rigathi Gachagua anasema yeye ndiye msemaji mkubwa wa eneo la Mlima Kenya na hamuna yeyote anaweza kumzuia, hamuna yeyote anaweza kumzuia kutotembelea eneo lolote la Mlima Kenya. Lakini taarifa ambazo tumeziona ni wazi kwamba
Hata huyu ambaye anaitwa Kimani Ichung'wah anasema Rigathi Gachagua ndiye mwenyewe aliweza kumobilize goons ama wahuni ili kuvamia mkutano huo. Lakini kuna swali ambalo tunajiuliza, inawezekanaje yule mtu ambaye yuko na mkutano ajivamie yeye mwenyewe? Sasa serikali mahali imefika, lazima inaombwa tu ikaweze kuanzisha uchunguzi kujua kiini kilichosababisha taharuki kutanda Kikuyu, kwa sababu katika taifa letu la Kenya kila mmoja yuko na haki ya kufanya siasa na kila mmoja yuko na haki ya kutembelea kila eneo. Na hata Rais William Ruto nilimuona yeye mwenyewe akisema wakati alipokuwa kwa mazishi Ole Kalau, alisema yeye ni rais wa Kenya, hamna yeyote ambaye atamuombea nafasi ama ruhusa ya kuzungumza, kumaanisha kila Mkenya yuko na uhuru wa kuzungumza siasa mahali popote pale. Kwa hivyo taharuki iliweza kutanda, lakini tunafahamishwa kuna baadhi ya watu ambao waliweza kujeruhiwa katika mkutano huo ambao ulifanyika kule Kikuyu siku ya Jumamosi hiyo jana tarehe 11 mwezi wa 4. Na hali ya wasiwasi hii inaendelea kutanda katika mikutano haswa ile ya mrengo wa upinzani. Hata Edwin Sifuna tumeshuhudia akivamiwa hapa na pale, tumeshuhudia akipitia changamoto za hapa na pale anapoendesha siasa za mrengo wa Linda Mwananchi. Kwa hivyo tunaomba Kipchumba Murkomen ambaye ni waziri wa usalama wa ndani aingilie kati ili kuleta utulivu haswa katika uwanja wa kisiasa kabla ya 2027 kufika, ama kabla ya taharuki kubwa kuendelea kutanda. Unajua chochote kinaanza pole pole, na sisi kama Wakenya tunaomba amani na tukaweze kudumisha amani kila wakati. Cha msingi, hata niwe adui wa kisiasa kwako, mimi na wewe tunasalia kuwa Wakenya. Kenya haipo ingine, tusiharibu Kenya ambayo tupo nayo sasa hivi, kwa sababu hapa ndipo tumezaliwa, hapa ndipo tutaishi, hapa ndipo tutaendelea kukua kila wakati. Kwa hivyo tusije tukaingiliana kwa sababu ya siasa na kuleta uvamizi, kwa sababu sisi wa Kenya wote ni mababa, ni ndugu, na hamna yeyote ambaye yuko na ruhusa ya kukatisha mwingine maisha yake. Kwa hivyo ninaomba tukaweze kudumisha amani wakati tunapokaribia uchaguzi ujao wa 2027. Kufikia hapo ndipo natia kikomo, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and on Facebook. That is only we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye-bye. Thank you for watching. Adios.